Mpendwa muumini, tumsifu Yesu Kristu. Runinga ya Captain kwa ushirikiano na uongozi na Wakristu wa parokia ya Huruma ya Mungu Kenyatta Road inakuletea moja kwa moja novena ya Huruma ya Mungu kwa sala maalum za maandalizi kuelekea Jumapili ya Huruma ya Mungu. Watazamaji wenzangu, unawakaribisha ili tuweze kujadili mawili matatu kuhusu novena ya Huruma ya Mungu. Pengine tuanze kwa kujiuliza hii novena ni nini? Maana ya novena ni nini? Novena ni sala ya kipekee inayochukua siku kadha wa kadha kwa ajili ya matayarisho ya sikukuu. Kwa mfano, tunayo novena ya Huruma ya Mungu, tunayo huruma ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunayo huruma kwa mtakatifu Yuda na zinginezo. Hili jina novena limetolewa katika lugha ya Kilatini novem, inayomaanisha 9. Hivyo basi novena nyingi huchukua muda wa siku 9. Baadhi ya maneno ambayo Mtakatifu Faustina alipokea kutoka kwa Kristu ni gani? Manake wakati ambapo tunahimiza kuhusu huruma ya Mungu, tunaongea kuhusu huyu Mtakatifu Faustina aliyepokea ujumbe kutoka kwa Kristo tueneze kuhusu huruma ya Mungu. Yesu alimuarifu Mtakatifu Faustina huyu mtawa ya kuwa, ninatamani katika siku hizi 9 uzilete roho kwenye chemichemi ya huruma ya Mungu, ili kutoka humo ziweze kuchota nguvu na burudiko na kila neema zinazohitaji katika magumu ya maisha na hasa katika saa ya kufa. Hii sala ambayo tunasema ni novena ya Huruma ya Mungu, kwa kawaida huwa tunasali lini? Kwa hakika hii ni sala ambayo tunaweza sali kila wakati katika maisha yetu kama Wakristo, lakini kwa njia ya kipekee hii ni sala ambayo tunasali wakati wa Pasaka, kuanzia siku ya Ijumaa Kuu, yani Good Friday, hadi Jumamosi kabla ya Jumapili ya pili ya msimu wa Pasaka. Na hiyo Jumapili ya pili ya msimu wa Pasaka inayojulikana kama Divine Mercy Sunday ama Jumapili ya Huruma ya Mungu. Ilitangazwa mnamo mwaka wa 2000 naye Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye pia pamoja na huyu Mtakatifu Faustina wanajulikana kama watakatifu wanaoeneza sana mambo ya kuhusu moyo wa huruma ya Mungu. Uwezo na faida ya novena hii ambayo tunahimiza Wakristo tusali msimu huu na wakati wote katika maisha yetu ni upi? Ni kwamba novena ya Huruma ya Mungu ina uwezo mkubwa kama ilivyoamriwa na Yesu. Inatupatia fursa kubwa ajabu ya kuanza tena na kuanza upya. Yesu anaongeza ya kuwa roho yoyote ile isiogope kumsogelea hata kama dhambi zake ni nyekundu kama damu. Hii sala kama nilivyotaja huanzia siku ya Ijumaa Kuu hadi Jumamosi kabla ya Jumapili ya Huruma ya Mungu. Kwa siku 9 kuanzia hiyo siku ya Ijumaa Kuu, Yesu alimuagiza Faustina, huyu mtawa na sasa ni mtakatifu, kuleta moyoni mwake Kristo kundi tofauti kila siku katika hizo siku 9 la roho na kuzizamisha katika bahari ya huruma ya Mungu. Siku ya kwanza huwa tunaombea watu wote, hasa wadhambi wote. Siku ya pili tunaombea mapadri na watawa, manake hawa wanajulikana kama vyombo mifereji ya huruma ya Mungu hutiririka juu ya watu. Siku ya tatu tunaombea waacha Mungu na waaminifu. Siku ya 4 tunaombea wasiomwamini Mungu na wasiomjua Kristo. Siku ya 5 tunakumbuka kuombea waliojitega na mama kanisa. Siku ya 6 tunaombea roho pole na nyenyekevu, kwa njia kipekee tukiangazia roho za watoto wadogo. Siku ya 7 tunakumbuka kuombea roho zinazoheshimu na kutukuza huruma ya Kristo. Nayo siku ya 8 tunaombea roho zilizofungwa toharani na siku ya 9 ambayo siku ya mwisho tunaombea roho zilizovuguvugu. Ni sala ya kipekee, ni sala ya maana sana, ni sala muhimu sana. Na kwa sababu sisi wote
ni baadhi ya watu ambao wanasaidika kutokana na huruma ya Mungu. Hivyo basi tunakumbushwa pia na sisi kueneza huruma ya Mungu, tukikumbuka the ABC of the divine mercy, that is, ask for mercy, be merciful and completely trust the mercy of God. Yani wewe mwenyewe omba huruma ya Mungu, kuwa mtu mwenye huruma na uwe mtu wa kuamini ya kwamba kuna huruma ya Mungu na huruma ya Mungu hutusaidia katika maisha yetu. Jiunge nasi kila siku kuanzia Ijumaa tarehe 18 Aprili saa 9 alasiri. Nawatakia kila la heri na karibuni tusali pamoja tunapoendelea na safari yetu ya imani kama mahujaji wa matumaini. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki.